up your sycamore tree, yani upande mkuyu wako. Na nikuonyeshe mtu aliyepanda mkuyu na akamuona Mungu, na baada ya kumuona Mungu ambaye ni Kristo Yesu alipata kubarikiwa na mambo makuu ikatendeka katika maisha yake. Na nataka nisome neno la Mungu alafu tuombe, alafu kisha tutaendelea kubarikiwa pamoja na wewe. Neno la Mungu linametoka kitabu cha Luka mtakatifu 19 mstari wa 1 hadi ule wa 6. Na nitasoma kwa imani. Maandiko inasema, naye alipoingia Yeriko akamkaribisha kwa furaha. Tunakuja kwako kwa jina la Yesu. Tunakushukuru Bwana, tukisema ni asante kwa wema wako, uaminifu wako. Tukisema ni asante kwa yale ambayo umetutendea. Tukisema ni asante kwa sababu unatujali, kwa sababu Bwana pia unatuwazia mema. Tunakushukuru kwa neno, tunaomba utubariki, tunaomba ututendee, tunaomba utujenge, na utukufu wote utakuwa wako. Kwa jina la Yesu naomba na kuamini. Amen. Maandiko inaniambia ya kwamba kutoka kitabu cha Luka 19 mstari wa 1 mpaka mstari wa 7. Maandiko inasema, naye alipoingia Yeriko alipita katikati yake. Yesu alikuwa anapita kila pahali akitenda mema, akiponya, akiokoa, akisamehea watu, akifariji mioyo ya watu, na akinena habari njema ya ufalme wa mbinguni. Sasa ikawa anapita Yeriko, na maandiko inasema alipoingia Yeriko. Naomba uanze uone aliingia kwanza Yeriko na akawa anapitia katikati ya ule mji. Na maandiko inasema palikuwa na mtu mmoja aliyekuwa anaitwa Zakayo. Na maandiko inaendelea kutufahamisha ya kwamba huyu mtu kazi yake alikuwa ni mmoja wa wale wakubwa wa watu ambao wanatoza ushuru katika ile mji wa Yeriko, kama vile tumefahamishwa. Na maandiko inaendelea kutuonyesha kwamba huyu mtu hakuwa sio mtoza ushuru peke yake, alikuwa tajiri. Alikuwa mmoja wa wale watu, katikati ya mmoja wa wale watu watoza ushuru. Na inaendelea kufafanua ya kwamba pia alikuwa tajiri. Kisikia mtu anaitwa tajiri wakati ule, hata leo kweli huyo ni tajiri. Na maandiko inasema ya kwamba huyo alikuwa akitafuta kujua na kumuona Yesu. Na maandiko inasema ya kwamba aliposikia watu wakisema pengine Yesu atapitia mahali pale, alisema maandiko inatuambia alikimbia na akapanda mti ambao ni mkuyu ili akaweze kumuona Yesu. Na maandiko inatufahamisha ya kwamba alipofika pale alipanda mkuyu, na Yesu naye akawa anapita mahali pale na akamuona ako juu. Akamwambia, Zakayo, shuka na ushuke kwa upesi, maana leo nitakaa kwako ama nitakula kwako. Maandiko inatuambia, Biblia ya Kiswahili inasema nitashinda kwako, kumaanisha nitakaa kwako ama nitatembea kwako, tunaenda pamoja na wewe kwako. Maandiko inaendelea kutuambia ya kwamba huyu mtu alishuka kwa haraka na akamkaribisha Yesu. Nataka kusema aje mpendo mchana wa leo, ni vizuri ujue njia ile utatumia ili ukaweze kupata baraka zako. Ni vema ujue ni jinsi utakavyofanya ili ukaweze kutimiza ndoto na maono ulizo nazo. Ni vizuri ujue kwamba chenye ambayo ama kitu ambayo unatamani kukiona maisha ya usoni, ama vile unaendelea katika maisha, ni lazima upate kujua ni njia gani utatumia, ama ni nini utafanya, ama ni njia gani nitatumia. Nashukuru Mungu, mtumishi wa Mungu huyu ambaye alikuwa anaitwa Zakayo, aliposikia Yesu anakuja na anapita ile njia, maandiko inasema ya kwamba yeye alifikiria, ni mimi ninakwambia, akafikiria Yesu kama anapitia, na mimi ni mtu mfupi, mimi ni mtu ambaye sitamuona, na tamanio lake ilikuwa amuone huyu Yesu. Ni kwa sababu gani? Alikuwa amesikia habari za Yesu. Alikuwa anasikia vile Yesu anaponya, alikuwa anasikia vile Yesu anasamehe, alikuwa anasikia vile Yesu ametenda maajabu, alikuwa anasikia vile Yesu ametenda miujiza, na akazimia kutoka kwa moyo wake ya kwamba kama Yesu ako hapa na atapitia hii njia, ni lazima leo nimuone. Pendo, acha nikwambie, katika hii maisha ni lazima ujue njia ile utapitia, ni lazima ujue ni jinsi gani utafika
kuteseka ili ukapate kupata chenye unatamani hata kukua nacho. Ama kama ni maisha yako ya kiroho, ni nini nitafanya, ni njia gani nitatumia ili nikaweze kuinuliwa pia katika maisha yangu ya kiroho. Nashukuru Mungu kwa huyu mtu. Maandiko inamuita tajiri. Maandiko inasema ya kwamba alikuwa mkubwa, mmoja wa wale ambao walikuwa wanatoza ushuru. Kwa hivyo huyu mtu alikuwa mkubwa. Huyu mtu alikuwa na pesa. Huyu mtu alikuwa na vitu vyote anavyovihitaji katika maisha yake, ile ya kutumia katika maisha. Hizo vitu vyote alikuwa nazo. Ile kitu tu alikosa kutoka kwa maisha yake, alikosa Yesu katika moyo wake. Na ninashukuru Mungu kwa sababu yeye ana maandiko inatuambia alikuwa anatafuta kumuona Yesu, ajue huyu mtu ni wa namna gani, ajue huyu mtu ako jinsi gani, ajue huyu mtu anatoa mapepo, huyu mtu anaokoa, huyu mtu anatendea watu, huyu mtu anafanya mambo mwanadamu hawezi, huyu ni mtu wa aina gani. Maandiko akasema ni lazima nione huyu mtu, nimuone ni wa aina gani. Mpendwa, acha nikwambie, ni vizuri ujue ya kwamba katika haya maisha kuna vitu tunatafuta na tutapata. Ukweli tutapata. Ukiwa na bidii ya biashara utapata faida. Ukiwa na bidii ya masomo utafaulu. Ukiwa na bidii ya ukulima utapata mazao mazuri. Ukiwa na bidii katika jambo ambalo unafanya utaona matokeo mazuri. Lakini huyu mtu akatambua katika maisha yake, katika moyo wake hana Yesu, na akasema, akawaza, akafikiria, akaamua ni njia gani nitatumia, kwa sababu Yesu atapitia hapa siku ya leo, ni njia gani nitatumia, na akapata wazo. Ni vizuri mpendwa ujue ya kwamba kuna mambo ambayo tutapata katika maisha haya tukikuwa na idea, ama tukikuwa na wazo, ama tukikuwa na ufunuo, ama tukikuwa na ile kuazimia. Hiyo ni lazima ukuwe nayo. Kwa hivyo huyu mtu akayachora, akasema ya kwamba mimi leo nitamuona huyu Yesu ni wa aina gani. Nione kama ni mkubwa, nione kama ni mweupe, nione kama ni mnono pengine, nione kama ni mrefu pengine, lakini lazima nipate kumuona huyu mtu ni wa aina gani. Na maandiko inasema ya kwamba akawatangulia mbele, akakimbia mbele alipojua kumbe hawa watu watapitia hii njia. Kumbe huyu Yesu atakuja na watu wakipitia hii njia. Na maandiko inasema ya kwamba alipokuwa akienda akaona mkuyu. Alipoona mkuyu akaamua katika moyo wake, ni lazima nipande huu mkuyu ili niweze kuona huyu Yesu ni wa namna gani. Ni kwa sababu gani alipanda mkuyu? Maandiko inaendelea kutufahamisha ya kwamba ni kwa sababu huyu mtu alikuwa mfupi. Wengine pengine walikuwa warefu, wengine walikuwa wakubwa, wengine walikuwa angesimama nyuma yao hawangemuona, kwa sababu wengine ni wazito, pengine wengine ni wanono, wengine ni warefu, wengine wako na jinsi walivyo na jinsi vile wameumbwa. Lakini akasema katika moyo wake, ni lazima nione huyu Yesu. Akapata wazo, akasema nikipanda mti si nitamuona Yesu na hakuna mtu atanisuia. Pendwa, nimekuja kwa mitambo ya ujuzi mchana wa leo nikwambia ya kwamba kuna mambo lazima ukae ufikirie upate wazo. Kuna mambo unakaa ufikirie upate njia. Kuna mambo unakaa ufikirie upate vile na upange vile utafanya. Huyu mtu alikuwa mwelevu sana katika akili zake. Huyu mtu alikuwa mtu ambaye akona ufahamu. Huyu mtu alikuwa anajua ya kwamba Yesu atapitia hapa na hakuna njia nyingine atatumia. Ni mpendwa, ni lazima tujue ya kwamba katika maisha tunayoishi, iwe ni maisha ya kiroho, iwe ni maisha ya kawaida, ni lazima tujue, ni lazima tufafanue, ni lazima tupata ufunuo, ni lazima tujue ni njia gani, ni lazima tuulize hata Mungu. Wengine waitabidi waende mbele za Bwana, wamwambie ili Mungu nikaweze kupata chenye ninatamani katika moyo wangu, ni njia gani nitatumia. Mungu wa mbinguni nisaidie, chenye ninataka kupata miaka 3 inayokuja, ni njia gani Mungu nitatumia. Na ninajua Mungu ni mwaminifu, hata kupatia idea kama vile aliweza kupatia Zakayo. Maandiko inasema ya kwamba katika moyo wake huyu mtu
aliishi kutamani kumuona Yesu, na hakuwa anamuona. Alikuwa kutamani kumuona Yesu kwa macho yake, na hakuwahi kumuona. Lakini akasema, kwa sababu leo anapitia Yeriko, ni lazima nimuone. Akasema ya kwamba ufupi wangu hautanisuilia, ukubwa wangu hautanisuilia, utajiri wangu hautanisuilia, cheo yangu haitanisuilia. Kwa hivyo huyu mtu akaamua ya kwamba nitaweka cheo yangu chini, nitaweka utajiri wangu chini, nitanyenyekea niende nikapate kumuona huyu Yesu. Mpendwa, katika maisha tunayoishi, ninaomba ya kwamba upate habari hii, ninaomba ya kwamba upate ufunuo, ninaomba ya kwamba upate kukaa na kufikiria ya kwamba kuna mambo ambayo hautapata isipokuwa ukae ufikirie, yani uwaze na ukae ungoje, ujue ni njia gani utapitia. Zakayo alijua hiyo siku kwa vyovyote vile Yesu ni lazima apitie njia ile, na kaweza kujua ya kwamba atapitia hii njia. Na alipoona watu wameanza kufuata ile njia, hakukuja na umati, alijitenga kwa umati. Mpendo, wacha nikwambie, kuna vitu ambavyo hautapata ukiwa katikati ya umati. Kuna vitu ambavyo hautapata ukiwa katikati ya watu ambao hawana mawazo kama ulionayo. Yeye akajiondoa kwa umati na akakimbia mbele, na alipokimbia, maandiko inasema akaona mkuyu na akaupanda. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyu mtu ananifurahisha, huyu mtu anabariki moyo wangu, huyu mtu anajenga moyo wangu, na nina imani ya kwamba anakujenga. Imagine mtu mkubwa katikati ya wale wanaotoza ushuru katika ule mji. Yani huyo ni mtu mkubwa sana, huyo ni mtu tajiri sana, lakini kwa sababu ya ufupi wake akasema, ufupi hautanisuilia, nitapanda mkuyu. Leo ninakuja kukufundisha ya kwamba tafuta kujua ni mkuyu gani utapanda ili ukapate kufika katika hatima yako. Huyu aliona ni mti atapanda. Wewe leo si mti utapanda, wewe ni kitu utafanya, wewe ni jambo litakuja katika moyo wako, wewe ni idea utapata, wewe saa ingine wengine ni mafundisho mtapata ili ukaweze kufika kwa ile hatima yako. Na huyu mtu, maandiko inasema ya kwamba akapanda kwa ule mkuyu. Imagine mtu tajiri, mtu ambaye ana pesa. Kama ni leo ni mtu ambaye ako na manyumba nyingi, kama ni leo ni mtu ambaye ako na gari nyingi, kama ni leo ni mtu ambaye ana mijengo nyingi, kama ni leo ni mtu ambaye ako na businesses nyingi na ana pesa kwa mfuko. Na huyo mtu akaweza kuweka hiyo cheo chini, na akasema, leo nataka kuona Yesu ni wa namna gani. Mpendwa, ukitaka kuona Yesu ni wa namna gani, ni lazima uweke cheo chini, ni lazima uweke mamlaka ulionayo chini, ni lazima uteremuke, umruhusu Yesu aweze kuingia katika maisha yako. Na hata katika maisha ya kawaida kuna mahali hautafika, kuna mahali hautafanya vitu ukijibeba na hiyo cheo, ukijibeba ukiwa unasikia wewe uko juu. Kuna vitu ambavyo vitakupita na Mungu amekuazia uweze kupokea. Njia ile huyu mtu alitumia ni ile kunyenyekea, ni ile kujisahau, ni ile kuamua ya kwamba hata kama mimi ni tajiri, hata kama ni mimi ni mkubwa wa wale wanaotoza ushuru, leo ninataka kumuona huyu Yesu. Mpendwa msikilizaji, mchana wa leo tunapitia hali iliyo leo. Pengine watu wengi wanasema ni ngumu, lakini ninakwambia usiseme ni ngumu. Wewe kaa ukisema, Mungu ataniwezesha. Kwa sababu gani? Ni lazima Mungu atufikishe katika hatima zetu. Ni lazima tubarikiwe, ni lazima tustawi, ni lazima tuendelee, ni lazima tufanikiwe. Lakini ili kufanikiwe, ili ustawi, ili upokee wokovu, ili upokee biashara, ili ukuwe na vitu vizuri unavyotamani, ni lazima na wewe utambue ni njia gani utatumia. Huyu mpendwa anayeita Zakayo alijua, ni kipanda mkuyu huyu utanisababisha, utanisaidia nikaweze kumuona Yesu ambaye singeweza kumuona nikiwa chini. Kwa sababu gani? Ya ufupi wangu. Mpendwa, mchana wa leo ninakuomba ya kwamba upate kupata ufunuo. Kuna vitu ambavyo utapata
utapata ukiwa huko chini. Kuna vitu ambavyo utapata ukiwa katika umati. Kuna vitu ambayo hautapata ukitumia njia ambayo sio hiyo. Huyu mtu alitambua akaona hii ndio njia atapitia. Huyu mtu alitambua akajua hii njia hii leo Yesu lazima apitie hapa. Na akatambua na akaona ya kwamba nikiwa katikati ya umati, kwa sababu wengine ni walefu, wengine ni wakubwa, ni wanono, watanisuia. Akajua ya kwamba nitasuilika. Kwa hivyo nifanye nini? Nitakimbia mbele yao na nipande juu, watanikutanga huko mbele. Kwa hivyo mchana wa leo mpendwa, ninakuombea uweze kupata idea ile utapata ufuate, ili ukaweze kufika katika hatima yako, ama ili ukaweze kupokea tamanio la moyo wako. Ni kwa sababu gani? Biblia inatuambia Mungu ukutana na tamanio la mioyo yetu. Unatamani nini? Unaombea nini? Unalilia nini? Ninakuambia mchana wa leo, tafuta kujua ni njia gani utatumia. Ukifuata hiyo njia itakufikisha katika hiyo malengo. Ukitumia hiyo njia itafanya ukalithi vitu ambavyo Mungu ameazimia na ameachilia ukaweze kupokea katika maisha yako, katika jina la Kristo Yesu mwana wa Mungu. Mchana wa leo habari njema ni hii, Mungu wetu anaweza. Habari njema ni hii, Mungu wetu anatenda. Habari njema kwako mchana wa leo, Mungu wetu akona vyote tunavyovihitaji. Ni nini Mungu hana? Fedha ndio wako nazo. Maandiko inatuambia fedha na mali ni za Bwana. Dunia hii na nchi yote ni ya Mungu. Vyote tunavyoviona, tusivyoviona, vilivyo kwa bahari, vilivyo angani, vilivyo kila sehemu, viko mkononi mwa Bwana na ni vyake. Kwa hivyo Mungu, kile tunatafuta mpendwa mchana wa leo, iko mkononi mwake. Wengine sio fedha, lakini wanataka amani. Bwana Yesu asifiwe sana. Amani utaipata kwa Yesu. Amani utaipata kwa mkombozi wetu Kristo Yesu. Imani utaipata unaposoma neno la Bwana. Wengine ni pesa wanatafuta. Pesa utapata ukimwamini Mungu, ukiomba Mungu, ukitoa saka, ukitoa sadaka na ukimwabudu Bwana. Ukikaa katika njia ile ambayo Mungu angetamani ukae, hiyo ni kazi yake ya kukubariki. By the way, Mungu ufurahi. Mungu ucheka anapoona tunafanikiwa, anapoona tunabarikiwa, anapoona tunasonga na mbele, anapoona tunafuraha, anapoona tumeinuka, anapoona tumepanuka. Mungu ufurahi kwa sababu ni mzazi. Kama jinsi mzazi yule alikuzaa anafurahi, saa ile uko na furaha, saa ile una pesa, saa ile unafanikiwa, saa ile unasonga na mbele, mzazi pia ufurahi. Hata Mungu ambaye tunatumikia, hata Mungu ambaye ametuumba, yeye ufurahi saa ile ambaye anaona tunafanikiwa. Kwa hivyo mpendwa mchana wa leo, uenda ikawa sio mkuyu utapanda, lakini tafuta kitu, tafuta idea, tafuta wazo, tafuta ni nini unaweza fanya ili ukaweze kufika kwa hiyo malengo yako, ili hizo ndoto zako sipate kutimia, ili hiyo safari upate kuienda kwa jina la Yesu Kristo. Mpendwa, Mungu anaweza. Mungu anaweza kukufikisha. Mungu anaweza kukufungulia njia. Mungu anaweza kukufungulia mlango, lakini kuna sehemu yako ya kwamba ujue ni njia gani nitatumia, ni mkuyu gani nitapanda, ni nini nitafanya ili nikaweza kupokea chenye ninahitaji katika maisha yangu. Huyu mpendwa na alisema ya kwamba ninataka nimuone Yesu ni wa namna gani. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ninajua kuna wengine wangependa kuokoka na wanangojea kuona huyu Yesu ni wa namna gani. Yesu ni mzuri, Yesu anaweza, Yesu anatenda. Ni wewe utatoka kwa nyumba ukamtafute Yesu. Ni wewe utasoma neno la Mungu umtafute Yesu. Ni wewe utakaa uweponi mwa Mungu umtafute Yesu. Ni wewe utatoka katika hiyo nyumba uende kanisani ukutane na pastor aweze kukuombea. Wengine
wanatamani kuishi maisha mazuri, wengine wanatamani kuishi maisha ya amani, wengine wanatamani kujiokoa na kujikomboa kwa ile hali ambazo zimewafunga. Lakini wacha nikwambie, pendwa, lazima utambue, ni lazima utafute yule ambaye anaweza kukusaidia. Zakayo alijua ya kwamba wenzake aliokuwa akifanya kazi nao wakubwa hawatamsaidia. Alijua umati hautamsaidia. Akajua baba yake mzazi wake hatamsaidia. Pengine alimsaidia akiwa mdogo, lakini sasa ni mtu mzima. Akaona kweli niko na pesa, akaona kweli mimi ni tajiri, mimi niko na kazi, na akaona maisha yake kile kimepunguka ni kumuona Yesu. Mpendwa, mchana wa leo kuna vitu ambavyo hata tukiwa navyo furaha bado haijakamilika. Hata tukiwa na pesa bado tunahitaji huyu kumuona Yesu. Hata tukiwa na vitu nyingi bado tunahitaji, kuna nafasi ambayo iko wazi na Mungu angependa kuijaza kwa kupokea Kristo katika maisha yetu. Wengine sio hiyo tayari wako nayo, wako na Yesu katika moyo wao, wako na Yesu katika maisha yao. Wanajua kumwabudu, wanajua kumsifu, wanajua kutoa saka, wanajua kutoa dhabihu. Lakini kuna sehemu nyingine hatua unaweza piga, mpendwa, ukaweze nawe kupokea chenye una katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyu alipotambua ni mkuyu ninahitaji, alienda akapanda. Hakutaka kujua watu watanichekelea. Unajua kuna watu wanafikiria watachekelewa wanapoenda kanisani. Unajua kuna watu wanaona watachekelewa wakisema Yesu ni Bwana. Mpendo, wacha nikwambie, kuokoka ni kwa dhamana. Kumjua Mungu ni faida yako. Kumjua na kumpenda Mungu ndio mpango wa Mungu. Lakini angalia, saa nyingine tunaogopa, saa nyingine tunaogopa kuchekelewa, saa nyingine tunauoga ndani yetu. Lakini saa nyingine tunaona nguvu za giza zinatuvuta katika ulimwengu. Saa nyingine ni mambo ya ulimwengu. Huyu aliona ya kwamba pesa hasitanisaidia, utajiri hautanisaidia. Huyu Yesu anaokoa, huyu Yesu anabadilisha, huyu Yesu ambaye huyu Yesu ambaye anabadilisha maisha ya wengine, hata mimi akija kwangu atanibadilisha, atanisaidia, atanigeuza. Nitakuwa na chenye ambacho wanadamu hawezi kunipea isipokuwa Mungu peke yake. Kwa hivyo huyu mpendwa akaamua kupanda, akapanda na kuogopa kuchekelewa. Pigia Bwana Yesu makofi. Mahali ulipo, kama uko nyumbani, mwambie Mungu asante kwa sababu nimepata point. Bwana Yesu asifiwe sana. Maandiko inasema ya kwamba akapanda mkuyu. Napenda Zakayo. Zakayo ni mtu wa kuamua. Zakayo ni mtu ambaye aliazimia kutoka kwa moyo wake ya kwamba nitapanda mkuyu. Wakicheka, hiyo ni shauri yao. Wakinidharau, mimi siko hapo. Wakinichekelea, mimi siko hapo. Lakini leo sitalala mpaka nimuone Yesu. Na huyu mzee akapanda mti, pasipo kujali cheo, pasipo kujali pesa, pasipo kujali nani yako karibu na yeye, na akapanda mkuyu. Na alikuwa anajua mkuyu ni mti ambaye uko na nguvu na uko na mizizi ya kwamba nikipanda sitang'oka. Mpendo, acha nikwambie, kuna vitu tunashikilia na vinaweza kutuangusha. Huyu mtu alichagua mkuyu ndio uko na nguvu, mkuyu ndio utastahimili uzito wangu, na akajua ya kwamba ni mkuyu utaweza kunibeba na nitaamini mkuyu. Pendo, acha nikwambie, kuna vitu lazima uamini, wachane na zingine, lakini mkuyu unaweza kukustahimili, unaweza kukubeba, yani unaweza kustahimili uzito wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Mpendwa, mchana wa leo ninakusii kwa neema za Mwenyezi Mungu, ukilalamika haitakusaidia, ukilalamika haitakupeleka mbali, ukinungunika hautapata faida. Fanya kama vile Zakayo alisema. Kaa na ufikirie, hili familia yangu nipate chakula kwa meza, ni nini ninaweza fanya? Ili watoto wangu wapate karo ya shule, ni nini ninaweza fanya? Ili nilime nipate mazao mazuri, ni nini ninaweza fanya? Hiyo ndio idea na wataka ukue nayo katika maisha yako.
wako. Ni kwa sababu gani? Mungu ni Mungu wa kubariki. Mungu ni Mungu wa kuinua. Mungu ni Mungu anapanua watu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Mungu wetu adhiakiwi. Chochote unachopanda ndicho utavuna. Ukipanda bidii, ukipanda maamuzi, utaweza kuvuna vitu vizuri. Kwa hivyo mtu Zakayo hakujali chochote, na akapanda mkuyu na akakaa pale akimngojea Yesu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Mpendwa, mchana wa leo ninaomba uweze kutambua mkuyu wako ni gani. Mkuyu wako uko wapi? Mkuyu wako ni wa aina gani? Mkuyu wako ni upi? Ili nikaweze kutimiza ndoto zangu, nikaweze kutimiza maono yangu, nikaweze kuwa na chenye ambacho sina kwa saa hii. Ni mkuyu gani nitatumia? Ni mbinu gani nitatumia? Ni wazo gani nitatumia? Ni nini nitafanya kwa jina la Yesu ili nikaweze kukaa katika furaha na maisha ile Mungu ameniwazia ama amenipangia. Bwana Yesu apewe sifa sana. Ni nini nitafanya ili nipate kupona? Ni nini nitafanya ili nipate kuinuka katika huduma? Ni nini nitafanya ili familia yangu ikuwe na furaha? Ni nini nitafanya nikiwa mhuduma ili niweze kuinuka zaidi? Ni nini nitafanya nikiwa mwanabiashara ili biashara yangu ipanuke zaidi? Kuna nguvu zinaweza kukuinua, kuna nguvu zinaweza kukuhudumisha ili ukaweze kufanya chenye unatamani kufanya kwa utukufu wa jina la Mungu wetu. Zakayo akapanda mti na akawa mahali pale akingojea Yesu akaweze kupita ile njia, na alikuwa amejua ya kwamba kwa vyovyote vile Yesu atapitia hapa mchana wa leo. Na akapanda pale, umati ukakuja na Yesu. Na Yesu alipofika mahali pale, mpendwa, kuangalia juu, akaona mzee, akaona imani, akaona mtu ana maazimio, akaona mtu ambaye ameamua, akaona mtu ambaye anampenda, kwa sababu ni yeye alisema, nitapanda mti huu nikaweze kuona huyu Yesu ni wa aina gani. Kwa hivyo aliweza namba 1 akaweza kujua ni njia gani Yesu atapitia, akapata kujua ni mkuyu gani atapanda. Bwana Yesu apewe sifa. Ni lazima ujue njia na ni lazima ujue mkuyu gani utapanda. Bwana Yesu asifiwe sana. Na alipokuwa katika ule mti, maandiko inasema, na Yesu alipofika mahali pale alitazama juu. Ninaomba Mungu atazame kile unafanya. Ninaomba Yesu, kama ni mkuyu ule umetafuta, Mungu atazame na aone bidii yako. Mungu atazame aone azimio lako katika jina la Yesu Kristo. Ninaomba Mungu akifika mahali pale, kile unafanya, kama umeazimia na kama unatembea katika hiyo njia, ninaomba kwa jina ya Kristo Yesu akipitia mahali hapo, aangalie na atazame na aweze kukubariki. Maandiko inatuambia ya kwamba Yesu alipofika mahali pale alitazama juu. Ni ombi langu Yesu akutazame mchana wa leo. Uwe unafanya biashara, uwe umeajiriwa, uwe una kitu unafanya ili kupeleka maisha yako mbele, Yesu akutazame na macho ya huruma, akutie nguvu, akupee wazo, akulinde, akuimarishe, akuinue, akufanikishe kwa utukufu wa jina lake. Na Yesu akakuwa mahali pale, akamwangalia huyu mzee. Alipomwangalia huyu mzee, aliona imani alionayo, aliona kunyenyekea kwenye aliko nako, aliona mtu ambaye ameshuka chini, akaona mtu ambaye amemdhamini, akaona mtu ambaye amempenda. Pendo, wacha nikwambie, chenye unafanya ni lazima ukipende. Chenye unafanya ni lazima ukidhamini. Akaona Yesu ndani ya huyu mzee, amemdhamini, amemheshimu, na akaona jinsi ambavyo amemngonjea. Aogopi kuanguka, aogopi kuchekelewa, aogopi watu wamdhihaki, aogopi watu wampige mawe, aogopi watu wamseme chenye wanataka kumsema. Alisema tu,
mimi ninataka kuona Yesu ni wa aina gani. Na Yesu alipofika akaangalia moyo wake, akaona mtu ambaye ni mnyenyekevu, mtu ambaye ako na imani, mtu ambaye ameazimia katika moyo wake, leo ni lazima nimuone Yesu. Na Yesu akafungua kinywa chake. Maandiko inasema alimuita kwa jina lake. Ninaomba ya kwamba mpendwa, ujue ya kwamba Yesu anakujua kwa jina lako. Majina yetu yameandikwa katika kiganja cha mkono wa Bwana. Mungu wetu anatujua kwa majina yetu. Huenda ikawa yule yako mbali ya kujui, lakini Mungu anakujua. Anajua kile unapitia, anajua vile umeteseka, anajua vile umefinyiliwa, anajua. Na Yesu alipomuona alimuita kwa jina lake. Nani alimwambia anaitwa Zakayo? Ni kwa sababu Mungu anaweza kumjua na kutambua jina lake. Hata hivyo, hata wewe jua ya kwamba Yesu anakujua kwa jina lako. Anajua mahali ulipo, anajua kile kimekufinyilia, anajua kile kimekugandamiza, anaona machozi yako, anasikia maombi yako. Na akaangalia na akamuita, akamwambia, Zakayo, shuka na ushuke kwa upesi. Ninaomba ya kwamba upate kufafanua hili neno, upate kupata ufunuo kupitia hili neno ninapoendelea kulihubiri. Yesu hakukawia, Yesu hakumsalimia, Yesu hakumwambia sikujui. Yesu alimjua kwa jina lake. Yesu akamuita na akamwambia ya kwamba shuka, utashuka Zakayo. Akamuita akamwambia, shuka Zakayo. Kwa sababu Yesu hakuwa anapoteza muda, Yesu hakuwa na time ya kupoteza. Alikuwa anajua huyu mtu ako na vyote, kile anahitaji ni wokovu peke yake ili aweze kukamilika. Pendo, kuna vitu ambavyo lazima tukue nazo ili tukapate kupendeza mbele ya Mungu zaidi, ili tukapate kumpenda Mungu wetu zaidi jinsi vile anavyotupenda. Akamwambia, shuka na ushuke kwa haraka. Yesu aliona ya kwamba huyu mtu ako na vitu vya kimwili, lakini vitu vya kiroho hana. Wokovu ni wa kiroho, wokovu ni kupeana maisha yako. Na hiyo ndio Zakayo hakuwa nayo. Pesa alikuwa nazo, mali alikuwa nayo, cheo na vitu vyote alikuwa navyo. Watu walikuwa wamemsalamu, alikuwa anajulikana, alikuwa anasalimiwa kwa heshima. Lakini yeye akagundua katika maisha yake kuna kitu ambacho hana, kuna utupu uko katika moyo wake. Na Yesu alipofika pale akamwambia, shuka kwa upesi, kwa kuwa leo imenipasa kushinda nyumbani mwako. Bwana Yesu asifiwe sana. Mpendwa, ukimuhusisha Yesu katika maisha yako, atakuja na ukae na yeye. Ukimuhusisha katika mambo unayofanya, ukimruhusu ahusike, atakuwa na wewe. Ukimruhusu ahusike, atatembea na wewe. Akamwambia, shuka Zakayo, saa hii shuka. Ni kwa sababu inapendeza nikae katika nyumba yako. Inapendeza, imagine, kwa kutafuta Yesu inapendeza akae kwake. Mchana wa leo wacha nikusaidie nikuambia ya kwamba tafuta Yesu, tafuta kumpendeza Yesu, tafuta kumpenda Yesu, tafuta kumfuata Yesu, tafuta kwa bidii. Kama kuna kitu na jambo tunafaa kutafuta, ni kutafuta huyu Yesu. Huyu mtu aliamua kwa njia yote ile, leo ni lazima nimuone Yesu. Na akamwambia, shuka, leo inanibidi, leo ni lazima, leo ninakuja kwako. Bwana Yesu asifiwe sana. Na imagine alipokuwa pale, alipoenda kwake, ninaamini ya kwamba walishiriki chakula pamoja, waliomba pamoja, na Yesu akabariki hiyo jamii pamoja, na wokovu ukapata kufika katika ile nyumba. Kwa sababu kwa kuwa leo imenipasa kushinda nyumbani mwako. Yesu alipoenda kwake, ninaamini ya kwamba waliokuwa pale hata na wao walipokea baraka, walipokea uponyaji, walipokea ukombozi, walipokea wokovu, walipokea vitu vingi sana. Wacha nikuambie ya kwamba kila mji Yesu alipokuwa akienda,
alikuwa anaacha mabadiliko. Kila mji Yesu alikuwa anaenda, alikuwa anaacha shangwe, alikuwa anaacha furaha, alikuwa anaacha wokovu, alikuwa anaacha urejesho, alikuwa anafanya mambo mengi sana. Na katika ule mji aliacha wokovu, akaacha furaha, akaacha watu na amani, akaacha watu wanatumaini, akaacha watu wamebadilika mioyo yao, akaacha watu ambao hawako ile kiwango aliwakuta, aliwaacha wakiwa wameingia ama wamepanda kiwango kingine. Pendwa, wacha nikwambie, ukimjua Yesu unapanda kiwango kingine. Ukimjua Yesu unakuwa pamoja na yeye. Alimwambia leo inanipasa twende kwako. Hivyo ndivyo ninakuambia, ukimruhusu Yesu atakuwa ndani yako, unakula naye, walala naye, watembea naye, juako katika maisha yako. Mko na yeye kila mahali unaenda, uko naye mahali pale, na kile unataka atakusaidia, atakuwezesha, atakufanikisha. Mchana wa leo mpendwa, ni ombi langu upate kujua mkuyu wako ni gani. Identify your sycamore tree. Climb your sycamore tree and you will see the faithfulness of our Lord. Haleluya. Panda huo mkuyu, tafuta kujua ni gani, na utauona wema wa Bwana, utauona uaminifu wa Bwana, utaona furaha ya Bwana, utaona mabadiliko katika nyumba yako, utaona mabadiliko katika maisha yako, utaona baraka za Mungu. Mpendwa, Mungu wetu ana mpango mwema, mpango mzuri kwa ajili ya kila mmoja ambaye ameumba, kwa ajili ya kila mmoja ambaye ameitanishwa na jina lake, kwa ajili ya kila mmoja anayemtafuta. Mpendwa, mtafute Yesu. Mpendwa, mpende Yesu. Mpendwa, tafuta kujua mkuyu wako ni gani, ili ukaweze kufikia wokovu wako. Wengine ni wokovu, wengine ni kufanikiwa, wengine ni kuendelea, wengine ni masomo, wengine ni jamii, wengine ni kazi za mikono yako. Kwa hivyo mchana wa leo ninakuacha na hili neno, tafuta kujua mkuyu wako ni gani. Panda na usiogope watu. Panda huyo mkuyu na usijali watu watasema namna gani. Panda ule mkuyu kama alipale mpaka Yesu akutendee kwa utukufu wa jina lake, na utauona wema wa Bwana, utauona uaminifu wa Bwana, kwa sababu yeye ni Mungu mkuu, yeye ni Mungu mwaminifu. Akija katika njia zako hata kuacha bure, atakuacha na baraka, atakuacha kwa na wokovu, atakuacha ukiwa kiwango kingine. Pendwa, leo mchana wa leo naomba, kwa sababu umesikia neno la Mungu kwa njia ya urahisi, umesikia neno la Bwana na limekujia kwa haraka, mimi nitakushauri ya kwamba tafuta Yesu, tafuta kabisa Yesu, tafuta kuyajua mapenzi yake kuhusu maisha yako, tafuta kujua ni njia gani, tafuta kujua pia ni mkuyu gani utapanda, ili ukaweze kufika katika hatima yako. Ni kwa sababu kila mtu ako kwa safari yake ya kubarikiwa, ya kufanikiwa, ya kuendelea, ya wokovu na mambo mengi tunayofanya katika dunia hii chini ya hii jua. Mungu wetu akubariki sana. Mungu wetu akutende makubwa. Umesikia neno la Mungu, na ni vizuri tuombe na wale ambao wanasema ya kwamba mimi ni kama Zakayo, nataka Yesu aingie katika moyo wangu, nataka Yesu aje katika nyumba yangu, nataka Yesu aje katika biashara yangu, nataka Yesu anibadilishe, nataka Yesu, ninampenda huyu Yesu, ninampenda ndio maana nimepanda sycamore tree. Kwa hivyo hawa wapendwa, naomba nao, alafu tutaomba pamoja, na utabarikiwa, na utaendelea kufanikiwa, utaendelea kuinuka, utaendelea kuimarishwa na Bwana, utaendelea kutiwa nguvu na Mungu, utaenda kustawi, utaendelea kufanikiwa katika mambo yote. Kwa hivyo kama uko mahali ulipo na unanisikia kutoka kwa mitambo ya Ujuzi Radio mchana wa leo, funga macho yako, inamisha kichwa chako na useme hayo maneno nyuma yangu, na Mungu wangu atakusaidia. Mungu tunayemwabudu aliye hai atakuwezesha, na utakuwa zaidi ya mshindi ndani ya Kristo Yesu. Sema, Bwana Yesu, mimi ni mwenye dhambi. Mchana wa leo nimesikia neno lako, nimeliamini. Kwa hivyo ninaomba unisamehe makosa yangu na dhambi zangu zote. Ingia ndani ya moyo wangu, unifanye mwana wako.
kuanzia leo nitakufuata, nitakuishia. Andika jina langu katika kitabu cha uzima wa milele. Asante kwa kuniokoa, asante kwa kunisamea. Kwa jina la Yesu naomba na kuamini.